Kwanza kabisa ni kuambia mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu huko Tehran yameweza kufanyika na yanaendelea kufanyika, ambapo alisema tarehe 4, 5 yataendelea. Na hii ni awamu ya kwanza taratibu za mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei, na viongozi wa kimataifa na wanazuoni wa kidini walifika kwenye ukumbi wa sala wa Imam Khomeini maarufu kama Mosala mjini Tehran kutoa heshima zao za mwisho. Mwili wa kiongozi huyo pamoja na wanafamilia wake ulipelekwa kwenye ukumbi wa sala wa Imam Khomeini kwa ajili ya maombolezo ya hadhara siku 2. Wanazuoni wa kidini na watu mashuhuri wa kitamaduni kutoka Indonesia, Iraq, Lebanon, Yemen, Pakistan na Afghanistan walikuwa miongoni mwa wageni wa kwanza wa kimataifa kufika kutoa heshima. Wawakilishi wa jamii za dini wachache wanaotambuliwa rasmi nchini Iran pia walihudhuria shughuli hiyo kumwenzi kiongozi huyo marehemu. Maafisa wa ngazi ya juu na wawakilishi kutoka nchi zaidi ya 30 ikiwemo Russia, China, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Uturuki, India, Georgia na Cuba waliwasili Iran kuhudhuria mazishi hayo kufuatia mauaji ya kigaidi ya Ayatollah Khamenei iliyotekelezwa na Marekani na utawala wa Kizayuni katika siku ya kwanza ya vita vya siku 40. Wakati huo naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya kisheria na kimataifa Kazem Garibabadi amesema kuwa kumbukumbu ya kuangushwa kwa ndege ya abiria ya Iran Air 655 na kuombolezwa kwa kiongozi huyo wote ni dhihirisho la uadui wa kudumu wa Marekani dhidi ya taifa la Iran. Iran huadhimisha Julai 3 kama kumbukumbu ya kuangushwa kwa ndege ya Iran Air 655 mnamo mwaka 1988 na meli ya kivita ya USS juu ya Ghuba ya Uajemi, maafa yaliyopelekea vifo vya watu wote 290 waliokuwemo wakiwemo watoto 66. Maafisa wa Iran wamekuwa wakikemea vikali Marekani kwa kukataa kuomba radhi rasmi na baadaye kuipongeza kwa medali kamanda wa meli hiyo ya kivita. Sasa tuangalie kwa kina kwa nini Iran inafungamanisha mazungumzo ya amani na usitishaji kamili wa mapigano nchini Lebanon. Katika hali ya sasa mgogoro wa Mashariki ya Kati, suala la Lebanon limeibuka kama moja ya mihimili mikuu na muhimu katika mazungumzo ya kidiplomasia na vyombo vya habari katika uwanja huu. Sisitizo la Iran la kusitishwa kikamilifu uvamizi wa utawala wa Israeli nchini Lebanon kama sharti la mazungumzo na Washington limeibua maswali mengi miongoni mwa wachambuzi wa kikanda na kimataifa. Msimamo huu sio hitajio la kimkakati tu, bali ni sehemu ya mantiki pana ya kimkakati ya sera za kigeni. Kifungu kinachozungumzia udharura wa kusitishwa kikamilifu uchokozi wa Israeli huko Lebanon katika mazungumzo ya Iran na Marekani kinaonyesha kwamba kwa mtazamo wa Iran, mafaili ya usalama wa kikanda hayawezi kutenganishwa na mchakato mzima wa mazungumzo ya pande mbili hizi. Katika miaka hivi karibuni, Lebanon imekuwa moja ya sehemu nyeti zaidi ya mzozo usio wa moja kwa moja kati ya Iran na Marekani na washirika wao wa kikanda. Hali ya geopolitiki ya nchi hiyo, uwepo wa wahusika wengi wa ndani na nje, na nafasi ya makundi ya mukawama katika mlinganyo wa usalama inamaanisha kwamba mvutano wowote nchini Lebanon unaathiri moja kwa moja wachezaji wengine wa kikanda. Kwa mtazamo wa Iran, mwendelezo wa mvutano wa migogoro nchini Lebanon si swala la ndani tu, bali ni sehemu ya mnyororo mrefu wa mvurugiko wa utulivu katika eneo zima la Mashariki ya Kati ambao unaweza kufunika mchakato wowote wa kidiplomasia. Kwa hivyo, Tehran inaamini kuwa hakuna amani ya kudumu inayoweza kupatikana kwenye eneo bila kusimamishwa kabisa mapigano huko Lebanon. Mtazamo wa Tehran, ikiwa mazungumzo yataendelea katika ngazi ya kisiasa pekee bila kuzingatia hali ya uwanja mpana wa vita, uwezekano wa kutokea tena mgogoro katika hatua zinazofuata ni mkubwa. Iran inasisitiza kwamba makubaliano yoyote ya kisiasa bila kuwepo dhamana utekelezaji ardhini yataahirisha tu mgogoro uliopo badala ya kuutatua kabisa. Ndio maana suala la kusitishwa mapigano nchini Lebanon likawasilishwa kama sharti la msingi la kuendelea na mazungumzo na Marekani. Msimamo wa Iran kuhusu suala hili unaweza kuchanganuliwa kwa mitazamo kadhaa. Moja, kwenye ngazi ya usalama wa taifa, Iran inaamini kwamba kuendelea kwa mvutano nchini Lebanon kunaweza kueneza machafuko na ukosefu wa usalama katika muhimili mzima wa mukawama na hivyo kuathiri usalama wake wa taifa. Pili, kwenye ngazi ya mazungumzo ya kimataifa, Tehran inashikilia kwamba makubaliano yoyote na Marekani yatakuwa na maana tu pale yatakapoweza kupunguza mvutano kwenye eneo zima. Na tatu, kwenye ngazi ya kuzuia hujuma, kwa mtazamo wa Iran, kufungamanisha mazungumzo ya kidiplomasia na hali ya vita uwanjani ni mbinu ya kuzuia vitendo vya uchokozi vinavyoweza kufanywa na upande wa pili wa adui. Kwa ujumla, sisitizo la Iran la kusimamishwa mapigano kikamilifu nchini Lebanon kama sharti la kuendelea na mazungumzo na Marekani
inapaswa kuchanganuliwa ndani ya mfumo mzima wa usalama wa kikanda ambao unasema kwamba hakuna makubaliano endelevu yanayoweza kupatikana bila kuambatanishwa mazungumzo ya kisiasa na harakati ya kijeshi kwenye uwanja wa vita kwa wakati mmoja. Kwa mtazamo huu, Lebanon si swala tofauti bali ni sehemu ya upeo mpana wa usalama wa kikanda ambao pia unaunda mustakabali wa mazungumzo ya Iran na Marekani. Wakati huo huo, msimamo huu wa Iran una ujumbe muhimu wa kimkakati kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mazungumzo yake ya kikanda na kimataifa haipuuzi usalama na maslahi ya washirika wake. Kwa sababu hii, makubaliano yoyote yanayokusudiwa kuunda utaratibu mpya kwenye eneo lazima, kwa mtazamo wa Iran, yazingatie pia maslahi na usalama wa wahusika wote walio na misimamo inayofanana. Fikra ya umoja wa medani pia ina umuhimu maalum hapa. Fikra hii ambayo imekuwa na taathira kubwa kikanda katika miaka ya karibuni imesimama juu ya msingi kwamba tukio lolote la usalama linalotokea kwenye upande mmoja wa mrengo wa mukawama lina taathira za moja kwa moja katika pande nyingine za mrengo huo, na hivyo hatima zao haziwezi kutenganishwa. Kwa mtazamo wa Tehran, Lebanon, Palestina, Iraq na maeneo mengine ya mukawama ni sehemu ya mfumo mmoja wa usalama uliounganishwa, na kwamba utulivu wa kudumu utaweza kudhaminiwa tu pale medani hizi zote zitakaposhughulikiwa kwa usawa wakati mmoja. Sasa tutazame onyo kali la majeshi ya Iran. Kamandi kuu ya majeshi ya Iran maarufu kama Kamandi Hatam al-Anbiya imetoa onyo kali kwa uingiliaji wowote wa kijeshi wa Marekani kwenye lango bahari la Hormuz utajibiwa kwa kasi na maamuzi madhubuti na vikosi vya ulinzi vya Iran, huku ikisisitiza kuwa njia hiyo muhimu ya bahari iko chini ya mamlaka kamili ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwenye taarifa iliyotolewa Alhamisi, makao makuu hayo ya majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yamethibitisha tena mamlaka ya Tehran juu ya lango bahari la Hormuz, yakitahadharisha Marekani dhidi ya jaribio lolote la kuhujumu usalama wa eneo hilo la kimkakati. Taarifa hiyo imeongeza kuwa lango bahari la Hormuz si uwanja wa michezo kwa ajili ya Marekani yenye nia ya uchokozi, bali ni himaya isiyoweza kupingwa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Usalama na utulivu wa njia hiyo muhimu ya nishati ni mstari mwekundu wa vikosi vya jeshi lenye nguvu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Onyo hilo limetolewa wiki kadhaa baada ya vita vya uchokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, ambapo majeshi ya Iran yalifanya mashambulizi makali ya kulipiza kisasi na kuzuia safari za meli katika njia hiyo ya kimkakati kabla ya kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano na mkataba wa maelewano tete kati ya Tehran na Washington uliotuliza hali ya mambo. Makubaliano hayo ambayo yana vipengele 14 miongoni mwa mambo mengine yanataka kuondolewa vizuizi vya wakati wa vita katika lango bahari la Hormuz, njia muhimu ya nishati duniani, kwa sharti kwamba Marekani na washirika wake wasitishe kikamilifu uchokozi wao wa kijeshi dhidi ya Iran na washirika wake wa kikanda wakiwemo wale wa Lebanon. Vilevile rais wa Iran na spika wa bunge wametoa kauli tofauti, wakiahidi kuwajibisha tawala katili za Marekani na Israeli kwa mauaji ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei, huku maafisa wa ngazi za juu kutoka zaidi ya nchi 30 wakiweza kuwasili Tehran kwa ajili ya shughuli za mazishi ambazo zimevutia na bado zinaendelea kuvutia waombolezaji duniani kote zaidi ya milioni 20. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza.